Ukienda Bukoba vile vile kuna Biblia ya Kihaya, na kwamba ujumbe umfikia hata mtu ambaye hawezi kujifunza kwa Kiswahili au kwa lugha ya kizalia. Unaona, huyu ni misionari amekwenda. Kwa sisi kama misionari vile vile faida yetu ni kuchochea mabadilishano ya kitamaduni. Ukiangalia kwa nchi zetu hizi za Kiafrika, hata Tanzania tuliathirika na mawazo na mtoto wa kike asome, hapaswi kusoma. Kwa yeye ni kuolewa na kuchukua mahali, ng'ombe makubwa. Wala kwa Wasukuma kwa wanasema binti mweupe ni ng'ombe 100. Sasa sijui Wasukuma weusi, lakini binti mweupe wa Kisukuma anasema ni ng'ombe kuanzia 100. Weusi sio wangapi? Kwa Wasukuma binti mweusi ng'ombe wangapi? 50. Sasa atapelekwa kusoma binti kweli? Hawezi, kwa sababu anajua kabisa ni nazizi. Kwa hiyo mama akimleta mtoto mweupe wa Kisukuma duniani, baba anaandaa zizi. Haijalishi kwamba analia, lakini zizi linaandaliwa. Katika hoja ya kwamba hapaswi kusoma. Hata ukienda huko hata unapofanya utume, zipo jamii za kifugaji. Sio Wasukuma wako Mang'ati, Mbulu wa Iraq wapo huko. Sasa ukija kuongelea swala la shule, si kipaumbele, na hasa kwa watoto wa kike. Kwa vile vile unaona jamii ya Kitanzania imepambana vikubwa kuondoa hayo mawazo, na sasa hizi ushahidi ni wa kutosha. Nafasi nyingi iwe ni kikanisa na nini, wameshikilia hata akina mama, akina dada, mpo kwenye nafasi mbalimbali. Kuna mmoja juzi akauliza, sasa mbona kwenye uongozi nafasi nyingi za kanisa bado ni wanaume? Nasema watu tunachagua. Kwa hiyo unakuta eti bado kwa nini ni akina baba kwenye nafasi nyingi za kutaka mwenyekiti. Mmoja akauliza siku moja kanisa, hivi baba, mwenyekiti wa parokia haiwezekani kama mwanamke? Nikasema inawezekana ukichaguliwa na wenzake. Sasa hatuangalii swala, lakini kuna parokia mbalimbali akina mama wapo kwenye nafasi za uongozi, katibu, mwasi, mwenyekiti wapo. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba ni hali ya kijamii, kitamaduni imesha safi. Sasa misionari anakwenda kwenye jamii. Kwa mfano sisi tumesema tuna utume, tunakwenda bado mpaka sasa hizi katika jimbo ile jamii nyingi masuala hata ya kanisani, akina mama mabinti hawasali kwa sababu ya mfumo ule. Baba anasema usiende kusali. Kuna mmoja kana nikakutana naye sasa kwenye utume, mama mmoja amekatazwa na mwenzake ambaye ni mume wake, anamwambia hivi, siwezi kugawa hela mara mbili, ukatoe kanisa Katoliki na ukanamini katoe huko EAGT, wote twende tukasali sehemu. Sasa hivi kweli fedha haiwezi kugawanywa kanisa Katoliki tu? Watu wanaohitajika kwenda kuelimisha jamii ni wamisionari, na wamisionari wapendwa, tunapenya kila kona. Misionari anapenya kila kona kwenye jamii mbalimbali, sio kule ambapo kuna unafuu. Ukiondoka kwenye hata leo bado kuna changamoto kubwa kwenye hali ya misionari. Wamisionari tulio wengi tunategemea mazingira mazuri yanayofikika. Kuna mazingira hayafikiki. Marehemu Baba Dubu alikwenda hadi kule Ngwara. Ukiangalia alipokuwa na penya na sio yeye, hata wapo wengine kina Bamwanda njia ni utume alipofanya huko. Unaangalia kuna sehemu nyingine zimefika, mtu amefika, unajiuliza amefikeje mazingira kama haya. Kwa hiyo kuna mazingira ambayo ni magumu, yanahitaji wa misionari. Kwa hiyo tuwe na hiyo hali. Mwingine akisikia kwenda kwenye utume labda huko Ngwala huko, Ngwala ni wapi? Unatembea na akianza kujikongoja huko kichwani barabara mpaka ya kuingia Ngwala, anasema nina udhuru. Misionari ana udhuru kwa sababu anapiga picha namna gani ya kufika kule kwenye. Kwa misionari anakuwa tayari kwenda kwenye mazingira yote kadiri ya mila na desturi, pasipo kubagua,
pasipokuwa na ugumu wowote ule.